Mwezi huu wa mfunguo 6 ndio mwezi aliozaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwezi huu unaitwa kwa Kiarabu Rabiul Awwal, na neno Rabi' likitumika kwenye misimu ile mine inakuwa ni majira ya kuchipua majani au majira ya masika kwa jina jingine, na ni majira ambayo maisha huwa kama yanazaliwa upya, kwa sababu mimea inapata kutoa majani na kuchipua upya, maua yanapata kuchanua, ili mradi kumekuwa na utamaduni kwa karne na karne, jamii mbalimbali kipindi hiki cha spring ukitumia kufurahia na kuona kwamba maisha yanaanza upya. Neno hili la Rabi' amelitumia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akitufunza dua ya kuondoa huzuni, shida na msukosuko wa moyo mtu anapokuwa nao. Kwenye dua ndefu aliyofundisha, ndani yake akaweka kwamba tuombe kwamba Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi, kwa Mwenyezi Mungu ifanye Qur'ani kama ilivyo kwamba msimu huu wa spring ni wakati ambao ndani yake kunadhihirika rehema za Mwenyezi Mungu na ardhi inahuishwa upya kwa mazao, basi ifanye Qur'ani katika moyo wangu nayo iwe katika utaratibu na sifa ya namna hiyo. Na pengine kuhusishwa huku kwa Rabiul Awwal, the first spring, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kunaendana na maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura Al-Imran aya ya 164. Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kwamba hakika Mwenyezi Mungu amewaneemesha waumini kwa kuwapelekea mtume anayetokana na wao. Yatlu alaihim ayatihi, anawasomea aya zake. Wayuzakihim, na anawatakasa, anawasafisha. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawasomesha Qur'ani na Sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, hata kama kabla ya hapo walikuwa katika upotevu ulio wawazi kabisa. Kupotea kule walikokuwa, hali ile waliokuwa nayo na ujio wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inafananishwa pia na majira yale ya spring na nafasi yake katika maisha yetu ya kila siku. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa
kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujio wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi uliopewa jina la majira ya spring, ambayo wanazuoni wanatuambia ukitizama nafasi na umuhimu wa majira hayo katika maisha ya mwanadamu, ndiyo nafasi na umuhimu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu. Lakini katika sura Al-Ahzab aya ya 6, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu kwa uwazi zaidi. Anatuambia baada bismillahir rahmanir rahim, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Anasema kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi, ana haki zaidi kwetu sisi waumini kuliko nafsi zetu, na wake zake ni mama zetu. Kwamba wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatakiwa kuwekwa kwenye nafasi na daraja ya mama zetu. Kwa hivyo tunapowataja, tunapowazungumza, tunapomsikia mtu anawazungumza, awazungumze kwa nafasi hiyo na wala si vinginevyo. Lakini yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki zaidi kwetu sisi kuliko nafsi zetu kwenye mambo yote ya dunia na ya akhera, kwa sababu haki ile aliyokuwa nayo zaidi ni kuwa yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam haamrishi katika maasi, wala haridhii sisi kufanya maasi. Anashughulika zaidi kwenye yale ambayo yana maslahi na manufaa kwetu, wakati mwingine nafsi yako ndio inaweza kuwa sababu ya kukusukuma kwenye maasi. Nafsi yako inaweza kukupeleka kufanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tutambue nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi kuliko nafsi zetu kwenye kila kitu. Kwa hivyo hii tufanye tujikague wakati tumo ndani ya mwezi aliyozaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi zetu ikoje? Yeye mwenyewe amepata kusema, walladhi nafsi biyadi, anaapa kwa yule ambaye nafsi yake imo ndani ya milki yake, la yu'minu ahadukum, haikamiliki imani ya mmoja wenu, hata akuna ahabba ilaihi, mpaka mimi nipendeke zaidi kwake yeye, min nafsihi, kuliko nafsi yake kwanza, wa malihi, na kuliko mali yake, wa waladihi, na kuliko watoto, wa nasi ajma'in, na kuliko watu wote. Kipindi cha kujikagua ni hiki. Ni kweli kwamba sisi nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuliko nafsi zetu, ni kuliko mali zetu, kwamba ikitokea mali upande huu na anayoyataka Bwana Mtume upande huu, utatanguliza anayoyataka Bwana Mtume? Ni kuliko watoto wetu? Ni kuliko watu wote? Amesema pale pengine, ma min mu'minin illa wa ana aula nasi bihi fi dunya wal akhirah, hakuna muumini yoyote wa sawa sawa isipokuwa mimi na kuwa na haki zaidi kuliko watu wote kwake, na stahiki zaidi katika dunia na akhera. Hili liwe jambo la kujikagua. Wanazuoni wanatuambia inapasa kwa kila muumini kufanya utii wake kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wa mwanzo kuliko matamanio ya nafsi yake. Vyovyote vile ambavyo viko attached na nafsi yako na moyo wako vinatakiwa vibaki nyuma, atangulie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila kinachosogea kwenye moyo wako kwenye kupendwa kisogee
baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vinginevyo itakuwa bado imani haijakamilika. Sisi tujikague sana kwamba ni kweli mtume ni bora kuliko nafsi zetu na vinavyopendwa na nafsi zetu. Ni kweli kwamba sisi leo kwa nafasi tuliyokuwa nayo anayotakiwa mtume kuwekwa katika nyoyo zetu, tunaweza tukaishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, toka ulipoamka mpaka unaingia kulala. Unaweza kuishi na Bwana Mtume kwenye kufanya aliyoyaamrisha na kuacha aliyoyakataza. Unaweza kuishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwako, ikawa yeye ndo anapendeza zaidi kuliko kila ulicho nacho. Hii iwe ndiyo changamoto, ndiyo jambo la sisi kujikagua, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishi na sisi kwenye maneno yake, kwenye matendo yake, kwenye yale aliyotaka sisi tufanye. Tuyazingatie maneno haya, an-nabiyyu aula bil mu'minina, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki zaidi kuliko watu wote kwa waumini kwenye kila kitu katika mambo ya dunia na akhera. Iwe kila kitu chako wewe kiendane kwa mujibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya au kuacha. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa waja wake waliowema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواجنا بكعمي وسبطي ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.